Mtazamaji wa B5 Media, tukiwa tunaendelea bado kukupa maudhui yanayohusiana na mbio za Kilimanjaro International Marathon, na hivi sasa tunaendelea kuzungumza na baadhi ya makampuni na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya biashara tofauti. Kikubwa ni kuona namna gani wewe mtazamaji unafahamu huduma ambazo zinatolewa na kampuni hizi kupitia B5 Media. Na hapa nilipo ni na mwamba kabisa kutoka TPC, Tanganyika Plantation Company Limited. Hawa ni wazalishaji wa sukari safi kabisa. Atakwenda kujitambulisha na nafasi yake, alafu tutafahamu nini ambacho wametuletea katika mbio hizi. TPC, karibu sana mzee. Asante. Kimsingi mimi naitwa Boniface Mwambaya. Naam. Ninatoka kiwanda cha sukari cha TPC kama walivyosema. Before it was Tanganyika Planting Company, lakini kwa sasa ni TPC Limited, home of Tanzania and Sugar, ambao tunapatikana kama kilomita 25 hivi kutoka Moshi mjini, na sisi tunahusika na ulimaji wa mua na kuzalisha sukari. Mwaka huu wa 2026 TPC imeshiriki Kilimanjaro Marathon, ikiwa ni msimu wake wa 15 tangu tumeanza kudhamini mbio hizi, na tumekuja kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanafanya mazoezi, tukiamini kwamba mazoezi ni sehemu ya kuboresha afya na utimamu wa akili. Ndio. Kwa hiyo kwa idadi kubwa kabisa tumeshiriki. Mwaka huu tumeweza kushiriki wafanyakazi 400 ambao wamekimbia kilomita 42, kilomita 21, lakini pia kilomita 5. Na hii yote imefanywa kwa umahiri mkubwa na uwezo mkubwa wa taasisi yetu kuhakikisha kwamba washiriki wote wanashiriki wakiwa wamepata usajili wa bure kutoka kwenye kampuni, lakini pia uwezeshaji wa kila kitu cha wao kushiriki ukiwa umefanywa na kampuni kama mdhamini mkuu. Imekuwa ni rahisi kiasi gani ninyi wafanyakazi, au imekuwa ni ngumu kiasi gani kushiriki katika mbio hizi? Sababu kila mwaka nawaona TPC mkiwa ni moja kati ya washiriki wa mbio hizi za Kilimanjaro International Marathon. Siwezi kusema kama imekuwa ngumu, imekuwa rahisi, kwa sababu kama unavyojua TPC ni lidude likubwa, kwa hiyo lina watu wengi, na michezo imekuwa ni sehemu ya shughuli za kampuni yetu. Tumekuwa na michezo mbalimbali, tumekuwa tuna fun run na fun ride ambazo zinafanyika mara 4 kwa mwaka. Tumekuwa na football events ambazo hizi zote zinawafanya wafanyakazi wakubali na wawe tayari kufanya mazoezi, lakini pia kushiriki mbio za Kilimanjaro Marathon. Kwa hiyo haikuwa kazi kubwa, hata tulipowaambia tu kwamba tarehe 22 ya mwezi wa 3 itakuwa ni ufunguzi rasmi wa mbio hizi. Kwa hiyo walijitokeza na wakashiriki bila kushurutishwa, ni kwa hiari kabisa, na hakika tumefanya vizuri kabisa. Na zaidi ya hapo tumeingiza timu corporate runners ambao ni timu ya watu 10 ambao wameshindana na mataasisi mengine ambayo ni sehemu ya wadhamini. Kama TPC, nini mnachoweza mkajivunia katika eneo la kimichezo kwa ujumla? Tunajivunia mengi kwa sababu kupitia football TPC imeweza kutoa wachezaji ambao wameshiriki ligi kubwa za nchini hapa, ikiwemo Premium League, ambao wewe mwenyewe Kennedy kama mtangazaji na mwandishi wa habari wa siku nyingi wa mkoa huu utakuwa rekodi hizo unazo. Lakini pia TPC imewahi kuwa na timu ya ligi daraja la kwanza na Premium League kwa miaka ya nyuma, lakini baadaye ilikuja tukaona kama taasisi tudili zaidi kwenye kuwezesha wachezaji wafanyakazi kushiriki hii michezo. Kwa hiyo kimsingi naweza kusema kwamba kupitia michezo sisi tumeendelea kujivunia vitu vingi zaidi, ikiwemo pia eneo la utangazaji wa biashara yetu. Kama mwaka huu au miaka mingine ambayo tumeendelea kuwa wadhamini wa Kilimanjaro Marathon, tumeendelea kutangaza product zetu, na kwa ukubwa sana watu wameendelea kuifahamu TPC. Na hii ni zaidi kwamba kwa miaka ya hivi karibuni makampuni mbalimbali yameanzisha uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo kumekuwa na competition kubwa ya uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo kupitia michezo tumeweza kupata fursa ya kutangaza kampuni na kiwanda chetu kwa ujumla, na hii tunajivunia kwa ukweli. Bwana Boni, mimi nikushukuru sana kwa kujumuika nasi kwenye studio zetu za B5 Media tukiwa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Ushirika. Naamini tutakualika moja kwa moja basi studio zetu zilizoko jengo la Kahawa Moshi mjini pale, wakati tukiwa tunazungumzia michezo kwa ujumla.